Kurasa. Mtazamaji wa AATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Uchunguzi uliofanywa na Kurasa umebaini kushuka kwa kiwango cha kuvaa kofia ngumu maarufu kama helmet kwa madereva na abiria wa bodaboda jijini Dar es Salaam, hali inayowaweka hatarini pale inapotokea ajali. Wakiongea na Kurasa, baadhi ya madereva bodaboda na abiria wamesema hali hiyo inatokana na vijana wengi kupuuza uvaaji helmet, hususan wale waliomaliza mafunzo ya dereva kutofuata sheria za usalama barabarani. Wengi hawapendi kuvaa helmet, lakini pikipiki inapotoka inatoka na elementi. Ila vijana wengi hawapendi kuvaa elementi. Nafikiri vijana wamekuwa ni wengi kwa sababu hawana mafunzo ya kutosha. Lakini wakiwa na mafunzo ya kutosha lazima wawe na uvaaji wa elementi kwa sababu ni kinga. Ile ni kinga kwa ajili ya wewe dereva pamoja na abiria. Lakini ukiona pia hata abiria ambaye hawezi kuvaa elementi, ujue basi pengine naye hapendi maisha yake. Kuna baadhi ya vijana wengine hawapendi kuvaa elementi. Bwana kuambia wavae elementi akamwambia kuvaa elementi kitu gani? Unaweza kuvaa elementi na bado pale pale ukafa. Kumbe kifo wamepanga Mwenyezi Mungu. Vile vitu wangesimamia trafiki, wangesema kama uvai hivyo vitu tunakupiga faini. Mimi nahisi ingekuwa vizuri sana. Make vile unavoambia sio kwa faida yako wewe. Unawaambia kwa faida ya wale wenyewe. Tuendelee na Kurasa. Upatikanaji wa viazi katika soko la Gamex Mabibo jijini Dar es Salaam umekuwa mgumu licha kupatikana kwa muda mfupi katika siku chache zilizopita. Wafanyabiashara na wanunuzi wanalalamikia uhaba wa bidhaa hiyo muhimu, hali inayochangiwa na ukame unaoathiri uzalishaji mashambani. Hali ya kibiashara ya viazi vitamu ni siku mbili hizi tu ndio kidogo viazi vimekuwa kidogo vimeingiliana, lakini kwa hali ya kawaida mwaka huu kwa kweli viazi ni vichache mikoani kwa sababu ya jua kali sana. Kwa hiyo vimeingiliana siku hizi mbili, lakini hakika kwamba bado hali sio mzuri sana shamba. Wanunuzi hawaji kwa sababu huku ni bei juu sana. Haijawahi kuuzwa biashara bei juu kama mwaka huu. Umeelewa vizuri? Changamoto pesa hakuna. Biashara zimekuwa ngumu. Ukiwapa watu biashara stoki. Umeelewa bwana? Na shamba nao kwa biashara imekuwa bei juu. Kwa sababu hapa biashara inauzwa 195. Sasa mtu anopeleka Mbagala sio 200 naye. Wateja lazima waumie kwa ukweli na walaji lazima waumie. Kwa sababu bei iliyopo hata sisi wenyewe tunauza kila siku, lakini bei imeparama, imekuwa iko juu sana. Kwa hiyo hali hiyo inawafanya hata walaji kule mtaani nao wanaumia kwa sababu ya hali ya hewa. Tumalizia Kurasa kwa hili. Wananchi wa Mwembe Yanga jijini Dar es Salaam wameiomba serikali na mamlaka husika kufunga taa za kuongoza magari katika njia panda inayounganisha Temeke Mikoroshini na barabara zinazoelekea Tandika na Polisi Chang'ombe. Wakazi hao wameeleza kwamba ukosefu wa taa hizo unasababisha msongamano mkubwa wa magari hasa nyakati za asubuhi na jioni, hali inayochelewesha safari na kuongeza hatari ya ajali. Binafsi shida yetu kubwa ni mataa katika eneo hili la Mwembe Yanga kwenye mabarabara ambayo inatokea Veterinary kuelekea Tandika na pia barabara inatokea Buza kuelekea nini Kariakoo, ambaye hapa ni kuna junction hapo. Kwa hiyo kidogo hapo kuna shida sana, magari bodaboda huwa wanagongana sana, na sisi muda wote huwa tunapatikana kipande hichi, tunashuhudia hizo ajali ambazo zinatokea mara kwa mara, na mara nyingi wanalazimika traffic kuja kusimamia hapa kunapokuwa na mgonganiko wa magari, yanaweka foleni kubwa kwa haya yanatokea Kilakala na yanatokea Veterinary na haya yanatokea huku Buza. Pia vile barabara, ufinyo barabara hii hapa ni nyembamba zaidi hapa kwenye kukaribia kwenye hii junction. Nayo ni shida. Nayo vile tungewaomba TARURA waliangalia hilo ili kuitanua barabara hapa kwenye hii junction. Kwa wao watangaye watakavyoweza kufanya ili mradi tu msongamano hapa usiwepo. Kama ni kuweka taa, kama kutanua barabara, wenyewe wataangalia wenyewe wafanye nini. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia wakati mwema, endelea kufuatilia vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV.